Urusi imezindua shambulio kubwa la usiku kucha dhidi ya Ukraini, ikirusha zaidi ya ndege za kivita zisizo na rubani drones 450 na makombora 30 katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, kwa mujibu wa rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky. Shambulio hilo limeua mtoto mmoja katika mkoa wa Zaporizhia na kuwajeruhi zaidi ya 20, huku likilenga miundombinu ya kiraia na nishati, wakati taifa hilo likijiandaa na majira ya baridi kali. Wakazi wa mji mkuu Kiev na maeneo mengine wameripoti kukatika kwa umeme, maji na huduma za usafiri. Mmoja wa wakazi wa Kiev alisema, "Tulipoteza umeme na maji tulipoondoka nyumbani. Siwezi kufika kazini kwa sababu treni ya chini ya ardhi haifanyi kazi na mabasi yamejaa sana," huku akisema kuwa katika siku hiyo hawakulala usiku. Ripoti zinaeleza kuwa mtoto wa miaka 7 aliyeuawa alikuwa mwana wa askari wa zamani aliyekuwa mfungwa wa vita kwa karibu miaka 3 kabla ya kuachiwa mwezi Machi mwaka huu. Shambulio hilo limeleta usumbufu mkubwa wa usafiri na kucheleweshwa huduma jijini Kiev. Takriban mikoa 9 nchini Ukraini imepoteza umeme, ikiwemo mji mkuu Kiev. Mamlaka za nishati zimearifu kuwa mitambo kadhaa ya umeme wa joto imeharibiwa vibaya. Rais Volodymyr Zelensky amelaani mashambulizi hayo, akisema ni aina ya ugaidi dhidi ya raia wasio na hatia, huku akiongeza kuwa ni mashambulio makubwa zaidi yaliyolenga miundombinu ya nishati tangu vita ianze mwaka 2022. Tangu vita ianze, Urusi imekuwa ikishambulia mifumo ya nishati ya Ukraini kila mwaka kabla ya majira ya baridi, ikilenga kuvuruga umeme na kupunguza morali ya raia. Majira ya baridi nchini Ukraini huanza mwishoni mwa Oktoba hadi Machi, huku miezi ya Januari na Februari ikiwa ni miezi yenye baridi kali zaidi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Marekani na washirika wake wa NATO wanapandisha kiwango cha shinikizo ili kumaliza vita nchini Ukraini baada ya mazungumzo yake na Rais Vladimir Putin kushindwa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Trump, ambaye alifanikiwa kusaidia kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza, alikilikuwa kumalizika vita vya Urusi na Ukraini ni changamoto kubwa zaidi. Rais huyo wa Marekani aliwahi kumkaribisha Putin huko Alaska mwezi Agosti, lakini mazungumzo hayo hayakuzalisha mafanikio yoyote. Tangu wakati huo, mashambulizi ya Urusi yamezidi kuongezeka. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema kuwa Moscow bado ina matumaini juu ya hali ya uhusiano kati ya Urusi na Marekani na kwamba inaamini kutapatikana suluhu ya amani. Hata hivyo, amekiri kwamba mazungumzo kati ya Urusi na Ukraini yamekwama na Kiev haijachukua hatua mpya kuelekea mazungumzo kutokana na msimamo wa nchi za Umoja wa Ulaya. Mashambulizi haya mapya yanaonyesha kuwa vita ya Urusi na Ukraini bado vipo mbali na kumalizika. Urusi inaendelea kutumia mashambulizi ya nishati kama silaha ya kisaikolojia dhidi ya raia, huku Ukraini ikiapa kuendelea kupambana licha ya giza, baridi na hasara kubwa za kibinadamu. Dunia sasa inasubiri kuona kama diplomasia itapata nafasi tena au kama baridi hii ya majira ya Ukraini itakuwa baridi zaidi katika historia ya vita hivi. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa heri kwa sasa.